Kitabu cha Mathayo sura ya 6. Mathayo sura 6 mstari wa 9. Nataka tumuombe Bwana. Amen. Maombi haya yatakuwa ni maombi ya muhimu sana. Amen. Baada ya maombi ya leo, tegemea jambo kubwa kutokea. Amen. Wakati fulani ukiomba kwa pressure, maombi yanakuwa matamu sana. Amen. Watu wengine wanakuwa hawamaanishi kuomba wakiwa kwenye wakati wa raha. Wakati wa pressure utaanza kuomba maombi ambao hata mwenyewe anashangaa, mdomo unapeleka habari njema kwa Mungu. Na ni wakati sasa wa kumuita Bwana. Tamuita Bwana wakati wangu wa taabu. Hii Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 imesema hivi. Nasoma tu mstari mmoja tu, sio kutosha au? Sasa hivi sio wakati wa mstari mingi sana. Mungu kubadilisha kila kitu. Uzuri naongea na watu wa vita. Wakulambalamba hawajaje hapa. Moja tu. Alafu blue anakuwa mwekundu ghafla. Amen. Imeandikwa, basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Alifunika Bible na kisha sije nikasikia hamna kusoma mstari mwingine. Hiyo imeshaisha hiyo. Nisikize kwa makini kama mistari mitatu. Maneno haya aliyasema Yesu akiwafundisha wanafunzi wake namna bora kuliko zote, namna ya kuomba. Kama ni maombi ya muhimu na ya maana na yenye mwongozo mzuri, ni haya maombi ambayo Yesu aliwafundisha wanafunzi wake. Na aliwafundisha vizuri, na maombi haya tuyaombe na sisi leo kwa mujibu wa mafunzo ya Yesu. Akasema, kama mkiamua kula kuleni, kama mkiamua kulala laleni, kama mkiamua kutembea tembeeni, lakini kama mkiamua kusali salini hivi. Kwa mtu ambaye umekuja hapa, umekuja kufanya nini? Sasa kama umeamua kusali, anasema salini hivi. Kwenye mambo mengi Yesu aliyofundisha alitoa mwongozo. Kwa habari ya watoto alitoa mwongozo. Kwa habari ya waliofungwa alitoa mwongozo. Lakini kwa habari ya waombaji, wapambanaji, wapiganaji, wasiogopa, wanaosonga mbele, anawaambia nini? Salini hivi. Hiyo anadai kwamba ni mwana maombi. Huwezi kuwa mwana maombi bila kusoma hapo. Unasali kutokea wapi? Maana Yesu ndiyo kiongozi wetu, kielelezo wetu, mwalimu wetu, mwokozi wetu, mpiganaji wetu, mwamba wetu. Huyo ni mwalimu wa mwisho, wanafunzi wetu. Sasa nasema, kama mmeamua kusali, sasa salini hivi. Sio vile. Salini hivi. Sasa haya aliyosema tusali, amesema maneno ya kwanza makubwa matatu. La kwanza amesema, mnaposali tambueni Baba yetu uliye wapi? Mbinguni. Jiunganisheni na huyo wa mbinguni. Mimi Yesu ni mkubwa wangu.
tofauti, lugha tofauti tofauti,